vya ulinzi wa anga na mifumo ya vita ya kielektroniki vilizuia mashambulizi ya droni mjini Moscow. Maeneo mengine yaliyoathirika ni Podolsk, Domodedovo na Ontisovo. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema mifumo ya ulinzi wa anga ilidungua droni 381 za Ukraine zilizolenga maeneo hayo ya Urusi, Bahari Nyeusi na Bahari ya Azov. Siku ya Jumamosi, Ukraine ilifanya mashambulizi makubwa ya droni yaliyowaua wafanyakazi 7 wa ghala la matunda na kuwajeruhi wengine, huku shambulizi nyingine likisababisha moto kwenye ghala ya mafuta katika mji wa Moscow. Na hatimaye London. Meya wa zamani wa Greater Manchester na kiongozi wa chama cha Labour Andy Burnham anakamilisha hatua za mwisho hii leo za kumrithi Keir Starmer na kuwa waziri mkuu wa 7 katika kipindi cha miaka 10. Starmer anatarajiwa leo kutoa hotuba fupi katika ofisi yake ya Downing Street kabla ya kwenda Buckingham kumuarifu Mfalme Charles III kuhusu hatua yake ya kujiuzulu. Burnham naye atakwenda kumwomba mfalme kuunda serikali ambapo ndipo rasmi atatambulika kuwa waziri mkuu. Burnham alirejea bungeni mwezi Juni baada ya kushinda uchaguzi maalumu na kuapishwa kama mbunge Julai 12, saa chache baada ya Starmer aliyepoteza umaarufu kutangaza kujiuzulu na kuhitimisha muda wake wa miaka 2 madarakani. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Mabingwa wa dunia Uhispania kukaribishwa nyumbani kama mashujaa. Mvulana fariki katika sherehe za ushindi dhidi ya Argentina fainali ya kombe la dunia. Marekani yafanya duru ya pili ya mashambulizi ya kutokea angani dhidi ya Iran. Na Uganda yapinga hatua ya Marekani kuwatahadharisha raia wake kuhusu kwenda katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Lilian Mtono na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu wa leo. Baada ya miaka 16 ya kusubiri, hatimaye Uhispania imerejea kileleni mwa soka la dunia. Bao la Ferran Torres katika muda wa nyongeza liliwapa Wahispania kombe la dunia la mwaka 2026 kwa kuishinda Argentina, mabingwa watetezi, bao 1-0 kwenye fainali iliyosakatwa usiku wa kuamkia leo. Hata hivyo, wakati maelfu kwa maelfu ya mashabiki wakiendelea na shamra na maandalizi ya kuwapokea washindi wa kombe la dunia mwaka 2026, sherehe hizo zimegubikwa pia na simanzi kufuatia kifo cha kijana mmoja katika tukio la kuanguka akishangilia na wenzake. John Juma na mengi zaidi. Naam, Uhispania ndio mabingwa wapya wa dunia baada ya kuifunga Argentina bao 1-0 katika fainali ya kombe la dunia mwaka 2026 iliyochezwa nchini Marekani. Katika mechi iliyokuwa ngumu na yenye tahadhari kubwa kutoka kwa pande zote mbili, mshambuliaji Ferran Torres aliyeingia akitokea benchi kama nguvu mpya aliandika historia kwa kufunga bao la ushindi dakika ya 106 ya muda wa nyongeza na kuipa Uhispania taji lao la pili la dunia tangu ubingwa wao wa kwanza mnamo mwaka 2010. Argentina ya Lionel Messi ilitarajia kutetea ubingwa wake wa mwaka 2022, lakini ilijikuta ikizuiwa kabisa na safu imara ya ulinzi ya Wahispania. Hadi mwisho wa dakika 90 za kawaida, Argentina ilishindwa kutengeneza nafasi yoyote ya maana mbele ya lango. Kocha wa Uhispania Luis de la Fuente amesema mafanikio hayo ni matokeo ya kazi ya pamoja. Pues que se siente satisfacción. Naam, inaleta hisia ya kuridhisha na fahari kubwa. Ni heshima kuongoza wachezaji hawa. Hakika ni chanzo cha fahari. Cuerpo técnico maravilloso. De la Fuente sasa ameiongoza Uhispania kutoa Euro 2024 na kombe la dunia 2026, huku timu hiyo ikifikisha mechi 38 mfululizo bila kupoteza. Dakika chache kabla ya muda wa kawaida kumalizika, Argentina ilipata pigo baada ya Enzo Fernandez kutolewa nje kwa kadi nyekundu kufuatia mchezo hatari dhidi ya Pau Cubarsí. Hasira ziliendelea hata baada ya kipenga cha mwisho, huku kukizuka msuguano kati ya baadhi ya wachezaji na benchi la ufundi la Argentina. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alihudhuria fainali hiyo, alisema Hispania ilistahili ushindi.
Ningesema Uhispania ilicheza vizuri zaidi kweli. Ilionekana Uhispania ilitawala, lakini ilikuwa mechi ambayo kila upande ungeweza kushinda. Kwa hivyo ilikuwa tukio kubwa. Ushindi huo unaifanya Uhispania kuwa taifa la kwanza kushikilia kwa wakati mmoja kombe la dunia la wanaume na la wanawake baada ya wanawake wa nchi hiyo kutoa ubingwa mwaka 2023. Nchini Uhispania, mamia ya maelfu ya mashabiki wanatarajiwa kushangilia ubingwa huo katika gwaride maalum mjini Madrid. Timu hiyo inatarajiwa kupokelewa na Mfalme Felipe wa 6 kabla ya kuelekea katika sherehe kubwa kwenye uwanja wa Sibels. Hata hivyo, huzuni imepenyeza kwenye furaha hiyo baada ya kijana mwenye umri wa miaka 13 kufariki na wengine kujeruhiwa katika mji wa Ciudad Rodrigo kufuatia kuporomoka kwa chemchemi iliyokuwa imepandwa na watu waliokuwa wakisherehekea ushindi huo. Yote 9 ni kwamba kwa sasa taifa la Uhispania lina sababu kubwa ya kujivunia. Baada ya miaka 16, nyota ya pili sasa imeongezwa rasmi kwenye jezi ya timu ya taifa, ishara ya ubingwa wao wa pili wa dunia. Ripoti yake John Juma. Na kumbuka msikilizaji, kama ilivyo ada, Jumatatu tunakuwa na mjadala wa spoti ambapo tutazungumza zaidi kuhusu masuala ya kombe la dunia. Kwa hiyo usiende mbali. Marekani imefanya duru ya pili ya mashambulizi ya anga dhidi ya Iran, ikiwa ni baada ya kutangaza kuuawa kwa mwanajeshi wake mwingine. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo karibu na mji wa Tabriz, kaskazini magharibi mwa Iran, unaoaminika kuwa na vituo vya chini ya ardhi vya makombora. Hata hivyo, Iran nayo imejibu kwa kufanya mashambulizi yaliyolenga Bahrain, ambako kuna kambi ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani pamoja na Kuwait. Sudi Mnete na hali jumla ya vita hivyo vya Mashariki ya Kati. Kwa mashambulizi haya sasa ni sawa na kuweka wazi kuwa Marekani na Iran zinajongelea hatua ya vita kamili, huku makubaliano ya kusitisha vita kwa muda yaliyofikiwa mwezi uliopita kwa lengo la kumaliza mapigano yakivunjika. Pande zote mbili zimekuwa zikilenga miundombinu ya kiraia inayotumiwa na mamilioni ya watu, wakati bei ya mafuta ghafi ikipanda zaidi ya dola 90 kwa pipa na kuongeza makali ya ughali wa bei ya nishati hiyo duniani. Jeshi la Marekani limesema mwanajeshi huyo aliuawa nchini Iraq Jumamosi wakati wa operesheni ya kulipua kwa lengo la kuidhibiti ndege isiyo na rubani ya Iran iliyokuwa imeangushwa. Kwa kisa hicho, baadaye rais wa Marekani Donald Trump alijitokeza na kusema wamefanya mashambulizi ya nguvu kubwa usiku wa kuamkia leo, ikiwa pamoja na mambo mengine, lengo pia ni kutoa heshima kwa wanajeshi waliouawa vitani. Tunahuzunika sana, lakini unajua, wale watu wetu mashujaa wazalendo walio uwanjani wanapigana ili kuhakikisha Iran haimiliki silaha za nyuklia. Iran imeharibiwa vibaya sana, karibu imepoteza uwezo wake wote wa kijeshi. Wamebakiwa na uwezo mdogo sana, bado wana makombora machache, bado wana droni, bado wana uwezo fulani wa kutengeneza vifaa vya kijeshi, lakini si mkubwa. Sisi tunadhibiti mlango huo wa bahari, wao hawadhibiti chochote. Tutaona kitakachotokea, lakini tuliwashambulia kwa nguvu kubwa tena usiku huu, na tulifanya hivyo kwa heshima ya wale wanajeshi wetu 3 mashujaa wakubwa. Shirika la habari la serikali ya Iran IRNA limeripoti kuwa mashambulizi ya Marekani yamesababisha kifo cha angalau mtu mmoja karibu na mji wa Tabriz ulioko takriban kilomita 520 kutoka mji mkuu wa Tehran. Tabriz inaaminika kuwa na vituo vya chini ya ardhi vya makombora vinavyoendeshwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha huko Iran. Wakati huo, kwa mujibu wa shirika la Uingereza la uratibu wa biashara baharini, kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, mabaharia walazimika kukimbia meli iliyowaka moto baada ya kushambuliwa. Na katika kipindi kifupi kilichopita, msemaji wa wizara mambo ya nchi za nje wa Iran Ismail Baghei ametamka kwamba Iran haitaruhusu eneo hilo ambalo ni njia muhimu ya usafiri wa baharini kutumiwa na maadui wake kutishia usalama wa nchi hiyo. Aliongeza kuwa Iran imejidhatiti kuchukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka yake ya kitaifa na uhuru wake.
Ripoti yake Sudi Mnete kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati. Zaidi ya makombora 400 ya Ukraine yamelenga mji mkuu wa Urusi, Moscow, usiku wa kuamkia leo. Hata hivyo, meya wa Moscow amebainisha kuwa mengi yao yalizuiliwa yakiwa njiani. Mashambulizi hayo yanaonyesha jinsi ambavyo Ukraine imekuwa ikiimarisha nguvu zake za kijeshi dhidi ya Urusi katika vita inayoendelea. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi. Kwa mujibu wa taarifa ya meya wa Moscow, Sergei Sobyanin, kupitia jukwaa la mtandao wa serikali wa Max, zaidi ya makombora 400 yalivurumishwa kutokea saa 2:30 usiku hadi alfajiri. Mengi yao yalizuiliwa yalipokuwa safarini kuelekea Moscow. Kulingana na shirika la habari la Urusi la TASS, watu 6 wakiwemo raia 3 wa kigeni wamelazwa kwenye hospitali ya Domodedovo baada ya kujeruhiwa kwenye mashambulizi hayo siku kucha. Mji wa Domodedovo uko kusini mwa Moscow na mwenyeji wa uwanja wa kimataifa wa ndege unaowahudumia wakazi wa mji mkuu. Duru zinaeleza kuwa makombora ya Ukraine yalishambulia meli 7 za Urusi usiku kucha kwenye Bahari Nyeusi na ya Azov, anaelezea kamanda wa jeshi la Ukraine. Kamanda Robert Brovdi kupitia jukwaa la Telegram amefafanua kuwa meli 4 za mizigo na 3 za mafuta zilishambuliwa na kuiongeza idadi jumla ya meli zilizoshambuliwa mwezi Julai. Kadhalika vituo vidogo 7 vilivamiwa kwenye eneo linalomilikiwa na Urusi la rasi ya Crimea. Baadhi ya vituo vya gesi vya kampuni ya Gazprom vilivyoko eneo la Baskotostan vimerejesha operesheni zake baada ya kushambuliwa na makombora ya Ukraine wiki iliyopita, limeripoti shirika la habari la Interfax na kumnukuu waziri mkuu wa eneo hilo. Siku ya Jumapili, rais wa Urusi Vladimir Putin alikutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Korea Kaskazini Choi Soon-hu na kumshukuru kwa mchango wao katika operesheni ya kijeshi, imeelezea Kremlin. Duru zinaelezea kuwa vikosi vya Korea Kaskazini vilisaidia Urusi kuzuia mashambulizi makubwa pale Ukraine ilipoivamia eneo lake la Kursk mwaka 2024. Kwenye kikao hicho, Korea Kaskazini ilibainisha kuwa kiongozi wake Kim Jong-un alithibitisha hivi karibuni kwa taifa hilo la Asia litaendelea kuimarisha uhusiano wao na Urusi. DW tunavuma kwa kishindo. Licha ya amri ya mahakama kuu kusimamisha kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola katika kambi ya jeshi la anga la Laikipia nchini Kenya, Marekani sasa imethibitisha kuwa wafanyakazi wake 7 wa misaada ya kibinadamu wamewekwa karantini katika kituo hicho. Hatua hiyo imezua maswali mapya kuhusu uhalali wa uendeshaji wa kituo hicho na iwapo serikali za Kenya na Marekani zimepuuza maagizo ya mahakama. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Shisia Wasilwa na maelezo zaidi. Wafanyikazi hao 7 wa kikosi cha msaada wa majanga cha Samaritan Pass ndio watu wa kwanza wanaojulikana kuwekwa katika kituo hicho cha karantini. Kituo hicho kimekuwa kikipingwa na wananchi, kimejadiliwa bungeni na pia kimekuwa kikikabiliwa na changamoto za kisheria kuhusu uhalali wa kuanzishwa kwake. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, rais na mkurugenzi mtendaji wa Samaritan Pass Franklin Graham alisema wafanyikazi hao waonyeshi dalili zozote za Ebola, lakini wanafuata agizo la serikali ya Kenya la kukaa karantini kwa siku 21. Ufichuzi huo umejiri siku moja baada ya maafisa wa serikali ya Kenya kukataa kutoa maelezo kuhusu shughuli zinazoendelea katika kituo hicho walipoulizwa kuhusu uwepo wa Marekani hao. Awali, waziri wa afya Aden Duale alikuwa ametangaza kuwa kituo hicho kilikuwa kimefungwa kufuatia amri ya mahakama kuu. Hatua hiyo ina athari ipi kisheria? Chekai Msa ni mtaalamu wa masuala ya uongozi. Ni swala la kusikitia sana kuona kwamba Marekani kwanza imekeuka amri ya mahakama na pia kwenda kinyume na haki za kibinadamu. Kwa hivyo tukienda kuwa kwamba tuko na visa vya Ebola hapa Kenya, itakuwa kwa makusudi ya Marekani na pia ulegevu wa serikali yetu ya Kenya. Raia hao 7 wa Marekani wanaishi katika mahema makubwa ya kijeshi yaliyowekwa ndani ya eneo lililozungushiwa uzio. Wanalala kwenye vitanda vya jeshi na chakula chao kinatolewa na jeshi la Marekani, kwa mujibu wa taarifa ya Samaritan Pass. Taarifa hiyo inaendelea kusema kuwa wafanyikazi hao walijitolea kufanya kazi mstari wa mbele katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilithibitisha kuwa Marekani hao wamehamishiwa katika kituo hicho nchini Kenya kama hatua ya tahadhari iliyoidhinishwa na serikali ya Kenya. Edwin Sifuna na Eugene Wamalwa ni viongozi wa upinzani, wamemkosoa Rais William Ruto.
huwezi kutuletea ugonjwa hapa, na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Jirani wetu Museveni amesema hata ruhusu Ebola ingie Uganda. Amefunga mipaka ya Uganda na DRC. Sasa hapa Kenya, William Ruto ameruhusu Ebola ingie Kenya. Hata hivyo, haijabainika ni lini Wamarekani hao waliwasili nchini Kenya, wanatarajiwa kuondoka lini au kwa nini waliruhusiwa kuingia katika kituo hicho, ilhali mahakama kuu ilisimamisha mpango wa kituo hicho. Mkurugenzi mtendaji wa Katiba Institute Nora Mbagathi, ambaye shirika lake lilifungua kesi kupinga kuanzishwa kwa kituo hicho, alisema taarifa hizo zinatia wasiwasi mkubwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Na tukamilishe uchambuzi wa ripoti zetu kwa kuelekea huko Uganda. Serikali ya Uganda imepinga vikali hatua ya Marekani ya kutahadharisha raia wake kwenda nchi hiyo ya Afrika Mashariki, ikitaja kuwa hatari sana kwa usalama wao kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, ugaidi, ukiukaji wa haki za binadamu na pia viwango vya juu vya uhalifu. Marekani imeiweka Uganda kwenye orodha ya nchi 22 hatari zaidi duniani pamoja na Mali, Somalia, Sudan, Chad, Korea Kaskazini na Afghanistan. Lubega Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo kutoka Kampala. Kulingana na taarifa za serikali ya Marekani, Uganda imeorodheshwa kutokana na hali ya kiafya, kiusalama na pia kisiasa katika nchi hiyo. Ijapokuwa Uganda ilitangaza kuwa na wagonjwa 3 tu waliothibitishwa kuugua Ebola, ambapo 2 walifariki na walitokea nchi jirani ya Kongo. Marekani inatahadharisha kuwa Ebola bado ni tishio katika nchi hiyo. Kwa upande wa ugaidi, hakuna kisa cha hivi karibuni kimeripotiwa, lakini mienendo ya wakosoaji wa serikali ya Uganda, kutekwa na kuzuiliwa kinyume na sheria, na jinsi kesi dhidi ya wanasiasa wa upinzani zinavyoendeshwa mahakamani, huenda ni mojawapo ya sababu za Marekani kudai kuna ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu Uganda. Hii ni kwa mtazamo wa kiongozi wa upinzani bungeni Joel Senyonyi. The world thinks people are dropping dead of Ebola in Uganda every day. Dunia sasa inadhani watu wanadondoka na kufa kutokana na Ebola kila siku Uganda. Hii ni kwa sababu tumeshindwa kuelezea ukweli wa mambo na kushughulikia ipasavyo masuala ya haki za binadamu kidiplomasia. To better manage our image. Mwanasiasa Muhammad Sereko aliwahi kuwa mbunge wa Kampala ya Kati na ametoa angalizo hili. They don't know how to protect national interests. Viongozi wetu hawajui jinsi ya kulinda maslahi ya nchi. Ina maana watalii wote watavunja mipango yao ya kuja Uganda. Hamjui jinsi mnavyovuruga uchumi wa nchi. Do you know how much you destroyed the economy? Hata hivyo, msemaji wa serikali Alan Kasuja amepinga vikali hatua ya utawala wa Rais Donald Trump kuiorodhesha Uganda kuwa miongoni mwa mataifa hatari sana kwa usalama wa raia wa Marekani. Ameelezea sababu zilizotolewa kuwa dhaifu mno, kwani Uganda haiwezi kuorodheshwa na mataifa kama Korea Kaskazini, Afghanistan na mengine ya Afrika kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Niger, Mali na nyinginezo barani Afrika zilizoko kwenye orodha hiyo ya nchi 22. For you to tell your people not to come to Uganda because of some sort of serious crime. Kuambia raia wako wasije Uganda kutokana na uhalifu fulani, sababu wanazotoa kumshauri mtu yote kuja Uganda si sawa. Is anyone not to come to Uganda? Certainly. Naye mkurugenzi wa dawati la Kiswahili Akola Mazima kwenye kituo cha habari cha Uganda, ambayo ndio ofisi ya msemaji wa serikali, ameongezea hivi: wakati mwingine inakuwa tu ni uvumi, inakuwa tu ni siasa mbaya, inakuwa tu ni propaganda. Marekani huorodhesha mataifa kwa ngazi 4 za kiusalama, lakini ngazi ya 4 ambapo Uganda imeorodheshwa ndio hatari zaidi kuhusiana na ugaidi, ukiukaji wa haki za binadamu, na ambapo serikali ya Marekani huonya raia wake kwamba haiwezi kuwasaidia kwa dharura iwapo watapata matatizo. Mashaka ya watu mbalimbali Uganda ni kwamba mara nyingi mataifa mengine ya kigeni hufuata tahadhari za Marekani kufanya maamuzi kama hayo ambayo huathiri uchumi wa nchi, hususan katika sekta ya utalii. Lubega Emmanuel, DW, Kampala. Naam, Jacob Safari tayari yuko hapa studio kutufahamisha yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Jacob, karibu sana. Asante sana Josephat, na leo yanayovuma ni kuhusiana na fainali ya jana tu ya kombe la dunia. Kuna vijimambo vingi ambavyo vilitokea hasa baada ya kipenge cha mwisho kupulizwa pale. Wachezaji kuna video moja ambayo inasambaa sana ya wachezaji wa Argentina wakivurugana na wachezaji wa Hispania, hasa Leandro Paredes alionekana
akimkaba koo mchezaji wa Uhispania Garcia, alafu akampiga teke akamwangusha, akambwaga chini. Gavi alikuwa anakuja kumtetea mwenzake, yeye naye pia akakamatwa na kuangushwa chini. Yani Paredes vituko alivyovifanya pale uwanjani baada ya ile mechi vimefanya wengi sana, yani wamechukizwa sana na vitendo vile, kwa sababu wengi wamesema kwamba Argentina ni timu ambayo haikubali kushindwa na si jambo ambalo kispoti linakubalika na halileti picha nzuri. Kwa hiyo ni kitendo ambacho kilifanywa na mchezaji mmoja au wawili, lakini kimefanya timu nzima ya Argentina imechafuka. Na wengi wanalitaka shirikisho la kandanda FIFA liingilie kati sasa hivi na kuchunguza kisa hicho zaidi, na ikiwezekana Paredes aweze kupewa adhabu kali zaidi ya ile kadi nyekundu ambayo alionyeshwa. Manake alionyeshwa kadi nyekundu licha ya kuwa mechi ilikuwa imeshakamilika. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilichafua fainali, likachafua jina la Argentina. Na pia kumezungumziwa kisa ambacho wachezaji wa Argentina walifanya, kwa sababu Uhispania walipokuwa wanakabidhiwa lile taji la kombe la dunia, wachezaji wa Argentina walikuwa hata hawaangalii, walikuwa wanaangalia mashabiki wao, yani kuonyesha kwamba walikuwa wamechukizwa sana na tukio lile la wao kushindwa. Lakini tuliona tu kwamba timu moja ambayo kwa kweli ndio ilikuwa inaonyesha kweli inataka kushinda. Lakini pia kisa picha ya Lionel Messi akilia imesambaa sana mitandaoni. Ndio. Imekuwa ni tukio kubwa sana. Watu hawakutarajia kwamba hatimaye Messi anaweza kulia, lakini nafikiri hisia zilimzidia mwishoni, baada hasa ya kupokea medali yake ile alipo waelekea mashabiki wa Argentina na walipokuwa wanaliimba jina lake nyimbo kumhusu, basi nafikiri hisia zikamzidia, na ndio yote yakamjia sasa ya kombe la dunia, na kwamba inawezekana kwamba ndio mechi ya mwisho ambayo ameichezea Argentina. Yote hayo yakamzidia. Kwa hiyo nafikiri ni jambo ambalo linazungumziwa na litazungumziwa zaidi katika siku nyingi zijazo, kwa sababu ni mchezaji ambaye wengi wanasema kwamba ndiye mchezaji bora zaidi kuwahi kucheza mchezo wa kandanda, na maoni ni mengi. Wanaompenda wametoa maoni yao, na wanaomchukia vile vile pia wameweza kutoa maoni yao. Wengine wanasema kwamba Messi sasa hivi amecheza mechi 2 na timu 2 ambazo ni kubwa, na hakuweza kufunga mabao. Sasa ndio maana anabujikwa na machozi. Lakini tuliona jinsi mambo yalivyokuwa. Messi bado atasalia kuwa mchezaji ambaye ni ameweka historia ambazo haziwezi kuvunjwa katika mchezo wa kandanda, pasipo kujali yaliyotokea hapo jana. Kwa hiyo hilo linaendelea kuzungumziwa, lakini pia linaloendelea kuzungumziwa kuhusiana na kombe la dunia ni kuhusiana na winga huyu wa Uhispania, huyu mwenye uraia ambaye ana mizizi ya Ghana, Nico Williams. Baada ya kuchukua medali yake ile alipeleka kwa mamake pale akaweza kuivaa, lakini ni historia ya jinsi mamake na babake walivyofika Uhispania ambayo imewafurahisha wengi, kwa sababu walikuwa miongoni mwa wahamiaji mwaka wa 94 waliotoka Ghana kule wakavuka jangwa la Sahara na kuingia Uhispania. Na sasa hivi Nico Williams ni bingwa wa dunia na amepata mafanikio makubwa sana akiwa kijana mdogo, na miaka bado ni mingi sana. Na Yamal pia vile mizizi ni huko. Haya, tutazidi kuzungumza zaidi Jacob Safari. Wacha tuangalie sasa maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu katika channel yetu ya YouTube. Namuona kule
kiungo Silvia Mwehozi akiwa anatusaidia. Huu ni ujumbe wake. Eric Wilonja anasema Uhispania ilistahili kombe la dunia, wameonyesha ubora wa hali ya juu. Juka Pastori wa Karagwe, Tanzania anasema hongera Uhispania kuwa mabingwa wa kombe la dunia. Frolin Mpango anasema Ebola barani Afrika bado kitendawili, Mwenyezi Mungu atunusuru. Huyu anaitwa Pienda Ismail John wa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anauliza kulikoni Marekani, mbona wewe ndio chanzo cha vita? Haya, Isaya Wanjiro anasema vita dhidi ya ugonjwa wa Ebola Afrika bado ni changamoto kubwa. Simeon Mugaya anasema hongera sana Uhispania kwa kuibuka mabingwa wa kombe la dunia. Huyo anaitwa nani? Nicoraus Baba Fulola anasema ugonjwa wa Ebola bado ni tishio Afrika Mashariki. Dunstan Panga anasema dunia nzima ina furaha, Uhispania wameshinda. Isaya Sambo anasema kama mahakama nchini Kenya ilizuia kuanzishwa kituo hicho cha Ebola, ni nani mwenye madaraka aliyepuuza uamuzi wa mahakama na kutoa maagizo ya kufunguliwa kwa kituo hicho? Jonas Kisanjara wa Mbezi, Dar es Salaam anasema kongole kwa Uhispania kutoa kombe la dunia. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kukusomea ujumbe mfupi, msikilizaji, lakini usiondoke. Muda mfupi tu tunarudi.